Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, mkoa wa Mbeya, Masaga Pius Kaloli, ameachiwa kwa dhamana baada ya kukamatwa na jeshi la polisi Januari 21, 2026, akituhumiwa kuhusika katika mkusanyiko usio halali. Kuachiwa kwake kumekuja katikati ya mjadala mpana unaoendelea kuhusu hali ya haki, uhuru wa kisiasa na utekelezaji wa sheria nchini. Akizungumza mara baada ya kuachiwa, Kaloli alisema taifa linakabiliwa na changamoto kubwa ya kukosekana kwa haki, hali ambayo kwa mtazamo wake imechangia matatizo mengine mengi, ikiwemo kile alichokitaja kuwa ni upendeleo wa baadhi ya viongozi kwa wakubwa wao. Alisisitiza kuwa mwenendo huo unaathiri misingi ya haki, usawa na utawala wa sheria katika jamii. Kaloli alieleza kuwa kama kiongozi wa chama ngazi ya mkoa, jukumu lake kuu ni kuwalea, kuwaongoza na kuwaunganisha wanachama. Aliongeza kuwa inapofanyika shughuli ya chama katika eneo lolote, ni wajibu wake kuhudhuria na kushiriki ili kuimarisha mshikamano na uhai wa chama. Kuhusu kukamatwa kwake, Kaloli alisema tukio hilo lilihusiana na shughuli zilizofanyika katika kata ya Inyala, ambako alifika kushiriki kupandisha bendera nusu mlingoti, kuendelea kuomboleza kifo cha mmoja wa waasisi wa Chadema, marehemu Edwin Mtei. Aliongeza kuwa pia kulikuwa na mpango wa kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya Chadema tawi la Mankwenje, pamoja na kushuhudia bonanza la mpira wa miguu lililoandaliwa katika maadhimisho ya miaka 33 ya chama hicho. Kwa upande wao, viongozi wengine wa Chadema mkoani Mbeya wameungana kutoa kauli kali, wakisisitiza kuwa hawatavunjika moyo katika harakati za kudai haki. Mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema Bavicha mkoa wa Mbeya, Elisha Chonya, alisema chama kitaendelea kupigania upatikanaji wa haki na kuhakikisha katiba pamoja na sheria za nchi zinazingatiwa kikamilifu. Chonya alisisitiza kuwa vyama vya siasa vina haki ya kufanya shughuli zao kwa mujibu wa sheria bila kuingiliwa, akibainisha kuwa kuheshimu uhuru wa kisiasa ni msingi muhimu wa demokrasia. Aliongeza kuwa vijana wa Chadema wako tayari kuendelea na mapambano ya kudai haki kwa njia za amani na kisheria. Wakati hali hiyo ikiendelea katika jimbo la Mbeya vijijini, tukio jingine limeibua hisia zaidi baada ya mwenyekiti wa Chadema jimbo la Mbeya vijijini, Bi Getrude Japhet Lengesela, kukamatwa na jeshi la polisi mkoa wa Mbeya Januari 22, 2026, majira ya saa 4 kasoro usiku. Kwa mujibu wa polisi, Bi Lengesela anashikiliwa kwa tuhuma za makosa ya kijinai, ikiwemo uchochezi. Jeshi la polisi limesema tuhuma hizo bado zipo katika hatua za uchunguzi na kwamba maelezo zaidi yatatolewa baada ya upelelezi kukamilika, ambapo hatua za kisheria zitachukuliwa kwa mujibu wa sheria. Matukio haya yameendelea kuvuta hisia za wadau wa siasa na wananchi kwa ujumla, hasa mkoani Mbeya, na kuibua mijadala kuhusu haki za kisiasa, uhuru wa mikusanyiko na wajibu wa vyombo vya dola katika kulinda amani bila kuathiri misingi ya demokrasia.